Kuanzia sasa nakaa gerezani kwa sababu ya uchaguzi tu. Yes. That is true. That is true. Kuanzia sasa nakaa gerezani kwa sababu ya tarehe 29 tu. Kesi imekwisha. Kesi imekwisha. Tundu Lissu ashinda kesi ya uhaini lakini baki gerezani kwa hiari. Karibu na hujambo. Ni siku ya kihistoria nchini Tanzania. Baada ya miaka mingi ya mapambano, machozi na maumivu, hatimaye haki imeweza kutendeka. Leo Mahakama Kuu ya Tanzania imetoa uamuzi uliowashangaza wengi. Kiongozi wa upinzani Tundu Antipas Lissu ameibuka mshindi katika kesi ya uhaini iliyokuwa ikimwandama kwa miaka kadhaa, huku mahakama ikisema wazi kwamba hakuna ushahidi wa kutosha kumtia hatiani. Lakini baada ya kusherehekea uhuru wake, Tundu Lissu amefanya jambo lisilotarajiwa. Ameamua kubaki gerezani kwa hiari yake mwenyewe. Ndio amechagua kuendelea kufungwa hadi tarehe 29 Oktoba mwaka huu, siku moja baada ya uchaguzi mkuu wa Tanzania. Kupitia taarifa iliyosomwa na wakili wake, Lissu amesema na nukuu, "Sitoki gerezani hadi haki ya kweli ipatikane. Nitakuwa huru baada ya Watanzania kupata uhuru wa kuchagua bila hofu." Maneno haya yameibua hisia kali, si tu Tanzania bali kote barani Afrika. Wafuasi wake wanamuona kama shujaa, mtu asiyesimama imara kwa kanuni zake. Lakini kwa upande wa serikali, wengine wanasema uamuzi wake ni wa kisiasa zaidi kuliko wa kisheria. Tundu Lissu si jina geni. Kwa miaka mingi amekuwa nembo ya ujasiri kwa siasa na katika siasa za nchi ya Tanzania. Alinusurika jaribio la kuuawa kwa risasi mwaka wa 2017, tukio lililotikisa taifa na kumfanya kuwa sauti ya mabadiliko. Aliporudi nchini baada ya miaka ya uhamisho, alikabiliana na mashtaka mazito ya uhaini kwa madai ya kupinga utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan. Na leo akiwa ndani ya gereza, Lissu anaonekana bado anasimama kwa msingi hiyo hiyo. Anadai kuwa Rais Samia alimzuia makusudi kushiriki kampeni ili yashindane na kifuli chake mwenyewe. Kwa maneno mengine, Lissu anaona uchaguzi huu si huru na kwamba Watanzania wamebora fursa ya uchaguzi wa kweli. Kwa Watanzania wengi, uamuzi wake wa kubaki gerezani si wa uoga, bali ni alama ya imani, ishara kwamba hata kifungo hakiwezi kufunga roho ya kupigania haki. Lakini swali kubwa sasa ni, je, hatua hii ya Lissu itabadilisha mwelekeo wa siasa Tanzania? Je, itachochea ari mpya kwa vijana na wanaharakati? Au itazua mgawanyiko mpya wa kisiasa? Kwa sasa dunia inatazama. Tundu Lissu yuko huru kwa moyo, lakini kifungoni kwa mwili, na kama alivyonukuliwa akisema, "Kwa uhuru ndani ya minyonyoro mradi haki haijafa."